kamishna wa TRA yuko hapa. Kwa nini makamishna wa madini walioko mikoani wanalipwa mshahara na sheria na wamelipa, wamesoma geology vizuri, wanajua miamba yote? Kwa nini madini yanakomeshwa, yanatoroshwa kwenye maeneo yao na wao wako na mishahara hawajapata kupokea hata mwezi mmoja? Haya ndio tunataka tuyajibu leo. Je, wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya wanasimamiaje maeneo yao kuhusu ukusanyaji wa kodi ya dhahabu? Je, tume ya madini inafanya nini katika kucontrol biashara hii? Kwa nini madini ya tini yaliyoko kule Kyerwa yanachimbwa lakini hayauzwi, yana soko, yanatoroshwa kwa wachimbaji? Inabidi wachimbaji watoroshe kwa sababu wanahitaji pesa. Tujawaeleza soko liko wapi, anafanyaje na dhahabu yake na yeye amepata kule, lazima atafute mahali pa kutorosha. Sasa ni lazima watueleze mawaziri wahusika na makatibu wakuu na watendaji kwa nini. Tusipojibu haya maswali ambayo magumu, tutakaa hapa, hata kama tungekaa siku 3 tutatoka bila majibu. Tutapambana hapa lakini tutatoka bila jibu. Kwa nini BOT kwa mfano, katika vitu ambavyo vinaheshimika tunakuwa na tunatunza dola? Kwa nini nchi zingine mbona zinatunza na dhahabu ili kulinda masoko yao, ili dola ikiteremka dhahabu ipo wanaweza wakaiuza? Kwa nini hizi akili za wataalamu wetu, madokta na maprofesa walioko BOT hawazitumii hapa? Why? Kwa nini wachimbaji wadogo wanashawishika kuuza nje badala hata ya kuuza humu ndani? Kwa nini wanunuzi wa humu ndani na wanunuzi wa nje wanashawishika kutokulipa ushuru? Why? Mimi kwa maoni yangu na ushamba wangu nilifikiri haya ndio tuyajadili wote, tusikilize tuone nani anaanza. Otherwise tutawaeleza yetu, tutamaliza, tutapiga picha, tutaondoka, hakuna kitakachokuwa tumekifanya. Mimi nataka nijue kama kiongozi wenu, nataka nipate hizi challenge za ukweli ili tutoke kwenye dimu hili la sekta ya madini kuchangia kwa 4% na sasa hivi nachangia kwa 4.5, ifike kweli hiyo 10% au 10% zaidi ya hapo, ili uzalendo wa Watanzania, uzalendo wa wananchi wote tulioko hapa tunaowakilisha Watanzania milioni 55 uwe reflected katika sekta hii ya madini. Sasa kama mnanikubalia hilo, mimi naomba nichukue uchairman, nianze kuchagua mmoja mmoja anayetaka kuzungumza. Wanaosema ndio waseme ndio, wanaosema hapana waseme hapana. Basi waliosema ndio wameshinda. Haya, mwakilishi wa Tanzanite mmoja simama hapo, mpelekeni maiki azungumze kwa ufupi. Yoyote tu, wewe jitokeze, tuanze kupiga hapo, wala usifiche kitu. Na mtazamaji wa TBC ni kwamba ratiba ilikuwa imetajwa, rais amependekeza vinginevyo, sasa amependa zaidi kusikia kutoka kwa wahusika wenyewe, na sasa anaanza kuchagua baadhi ya wale wachimbaji wadogo wakiwemo wawakilishi wao ili waanze kutoa changamoto zao. Mwenyekiti tawi la Belelani, mwenye ukuta wa Jakaya wa Magufuli, eleza challenge baba. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi hii.
Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi hii ambayo tuliona inaanza kupotea. Tunaomba, tuko hapa watu wa Tanzanite, tunazo changamoto nyingi. Naomba sana Mheshimiwa Rais, tuzungumze kwa ufupi. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutupa nafasi hii muhimu. Watu wa Tanzanite tuna matatizo na tuna mambo mengi yanayohusu uchimbaji wetu, utoroshwaji wa Tanzanite. Mambo ni mengi sana. Mheshimiwa Rais, tunashukuru kwa kugeuza huu mkutano ili na sisi tuweze kupa hoja yetu. Hoja yangu ya kwanza ambayo inanisumbua kwa watu wangu na wachimbaji wangu, ambayo nikiondoka bila majibu Mheshimiwa Rais, pale ukutani, ukuta ulijengwa vizuri na hali inaenda vizuri, usimamizi wa serikali ni mzuri, RMO wetu ni mzuri, DSO wetu ni mzuri, vyombo vyote vya ulinzi na usalama na jeshi ni vizuri. Changamoto kubwa pale ni mishahara. Baada ya ukuta kukamilika, tukaambiwa kila mfanyakazi atakayeingia ndani ni lazima alipe mishahara. Mheshimiwa Rais, hili ni jambo gumu sana kwa wachimbaji wadogo kama sisi ambao tunahangaika kutafuta mitaji, ambao tunahangaika kutafuta zana za milipuko na tunachimba kwa ushirika. Hii imerudisha nyuma sana mara 200 uzalishaji wa Tanzania. Kwa sababu migodi inayofanya kazi ndani ya ukuta katika migodi 500 kwa tathmini niliyofanya mimi kama mwenyekiti haizidi 2%, yani haizidi migodi 50. Hiyo tathmini tumeifanya na kuna taarifa ambayo tumeiandika tutaipeleka kwa Mheshimiwa Waziri ili tuiwakilishe. Hiyo ndio changamoto ya kwanza. Mapato yanayopatikana sasa hivi ndani ya ukuta baada ya kujenga ule ukuta, ule utoroshwaji uliokuwepo mwanzoni haupo. Umepungua kwa 90%. Nasema hivyo Mheshimiwa Rais, hata ukisikia magonga yanayokamatwa, mawe yanayokamatwa ni milioni 7 milioni, hayo ni magonga, sio Tanzania sisi tunayotafuta. Kwa hiyo tungekuwa tumefanya ule ukuta uingilike kirahisi, watu waingie wafanye kazi, uzalishaji ungekuwa ni mkubwa sana. Mheshimiwa Rais, sisi kazi zetu za kuchimba Tanzanite kwa wachimbaji wadogo zina uwezo wa kuchangia kodi, kulipa mrahaba, kulipa kila kitu, kwa sababu sasa hivi tuna ukuta, hatuna sehemu ya kupenya. Ukuta umezungukwa na wanajeshi. Utasikia Mheshimiwa Rais, watu wanakuambia labda kuna mtu ameruka ukuta. Hakuna anayeruka ukuta kutoka ndani kwenda nje. Vijana wanaruka ukuta kuingia ndani kutafuta ajira. Hiyo ndio changamoto tulionayo. Mheshimiwa Rais, ni changamoto kubwa, tunaomba utusaidie. Hata tukirudi leo watatuuliza, jamani, mishahara, mikataba, watu hawafanyi kazi imeshindikana. Kwa sababu mtu anayetakiwa kuingia ndani ya ukuta anatakiwa awe analipa mshahara au ana mkataba wa ajira. Unakuta kwamba hata vijana wanaokuja kutafuta kazi hawawezi kuingia ndani tena. Hiyo ni changamoto kubwa Mheshimiwa Rais. Changamoto ya pili Mheshimiwa Rais, sisi tunajua watu wa Tanzanite, tunawajua watu wanaotorosha madini. Ukitupa nafasi nje ya kamera hata siku moja, hata nusu saa, ukatuita na viongozi wetu, tukajichagua na wachimbaji wenzetu, tunakuomba hata nusu saa, iwe leo, iwe kesho kutwa leo. Ndio nimekupa sasa hivi, taje. Mheshimiwa, utoroshwaji wa Tanzanite unatoroshwa na wageni. Kuna kesi ambazo tumezifuatilia, utakuta ni Mchina, utakuta ni mtu nje anatoroshwa na wageni. Kwa hiyo kwenye hili nadhani vyombo vya dola vifuatilie. Huyu mtu ni mgeni, anakuja hapa amenunua Tanzanite, ametoka nayo nje, amekamatiwa KIA, alafu baadaye amepelekwa mahakamani. Alipofika mahakamani anahukumiwa kulipa faini, alafu baada ya muda si mrefu anarudi tena kuja kununua madini. Mheshimiwa Rais, swala la utoroshaji liko wazi. Mheshimiwa Rais, sisi wachimbaji wa Tanzanite, changamoto nyingine inayotukabili ni mipaka ya chini. Japokuwa ulishawahi kuielezea Mheshimiwa Rais kwamba jamani, chimbeni kwa usalama, mkipata madini mlipe kodi, lakini imekuwa ni changamoto kubwa sana. Watu wanakatiwa migodi na kitabu chetu kufuatana na sheria zilizopo tumekaribiana sana na kitabu cha mwekezaji. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, changamoto ni nyingi, naomba niwaachie na wenzangu kwa sababu tunaendelea watazungumza. Haya, asante sana. Wachimbaji wa bati Kyerwa. Ninaposema wachimbaji, hata kama ni mnunuzi au mchimbaji,
zile challenge zilizopo za kufanya yale madini ya Kyerwa yasiuzwe Tanzania, yasafirishwe nje ya mipaka ya Tanzania. Why? Tufanyeje kama serikali? Mheshimiwa Rais, mimi naitwa Leopold Mtalema Bachani, mchimbaji kutoka Kyerwa, mkoa wa Kagera. Mheshimiwa, uchimbaji wa tini sasa hivi yapata miaka 3 nachimba, lakini nimepira zuio kutouza tini bila kuyeyushwa. Sasa hivi kuna kampuni mbili ambazo zilikuwa tunajenga kiwanda imekamilika, lakini kwa muda wote huu na mtazamaji wa TBC1 maoni ya Hela za kulipia imekuwa nazo ni changamoto, kwa sababu hatujawa na uwezo wa kulipa hizo pesa, na watu wengine wanadaiwa hata mpaka milioni 7 na hela hatuna. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, nadhani hicho ndicho kilio chetu. Kwa hiyo unachozungumza hapa kwamba wewe mnachimba hiyo tini, lakini mmezuiwa kuuza hiyo tini, na waliowazuia nafikiri ni Wizara ya Madini, na mmekaa nayo hiyo tini kwa zaidi ya miaka 3. Kwa hiyo mmeshindwa kupata hela, mmebaki na tini na kuiuza haifanywi, na wala Wizara ya Madini haijatoa alternative ya namna gani mnaweza mkauza hiyo tini ili wao wapate kodi na ninyi mpate pesa kiasi gani. Ndio hivyo, si ndio? Ndivyo. Haya, asante Mtalema. Anayefuata Almasi. Mheshimiwa Rais, nafikiri wadau ndio mnaweza mkaona challenge hizi msingezisikia, na Wizara ya Nishati, Wizara ya Madini ingetoka free. Kumbe kuna watu wamewazuia miaka 3. Ndio ninataka waziri akisimama na nani wayajibu hayo badala ya hotuba ya mapendekezo. Almasi. nikushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuniona. Mimi ni mchimbaji mdogo wa madini ya almasi na kama Maganzo hapo, na nakumbuka kuna kipindi ulipita sisi wachimbaji tulikupa kero zetu. Kero ya kwanza kwa wachimbaji wa madini ya almasi ni uwepo wa taarifa sahihi za kijiolojia. Tumekuwa tukiona kupitia GST taarifa sahihi au details information za mashapo au deposit za dhahabu na madini mengine, lakini kwa upande wa almasi kidogo hii imekuwa ni shida kubwa. Kwa wachimbaji wengi wa madini ya almasi wamekuwa wanabashabasha. Hiyo ni kero ya kwanza. Kwa hiyo nilikuwa naomba kupitia GST na STAMICO kama inawezekana, basi eneo la Maganzo na vijiji vinavyozunguka mgodi wa Mwadui tuwe na kitu wanaita excellent center of excellence, kwa maana ya kutoa huduma hizo za kuwapilia wachimbaji wadogo, lakini pia kutoa huduma nyingine ya kutoa bei elekezi za almasi. Mheshimiwa Rais, kwa kweli tuna tatizo kubwa. Unaweza ukakuta mtu amepata au amehila almasi yake yenye thamani ya milioni 10, lakini anaambiwa ina transport ndani na nini, akauza $500,000. Alafu namuona yule jamaa mwingine anaenda kufaidika. Hili ni tatizo kubwa. Tatizo la pili ni teknolojia duni. Ukipita pale maeneo ya Maganzo utaona jamaa wamebeba sululu na vichekecheo ambapo kimsingi vinaweza kuosha tani 1 au 2 kwa siku 3 au 4.
lakini taarifa za kijiolojia ambazo zipo za jumla za maeneo hayo ni kwamba ukiosha tani 100 aghalabu unaweza kupata kereti 2.5 ya almasi. Sasa ukifikiria mchimbaji mdogo anayetumia kachekecheke kale mpaka azimalize tani 100 kuziosha ni kazi ngumu kweli kweli. Mheshimiwa Rais, tulikuwa tunaomba sana kupitia mabenki na STAMICO na watu wengine waweze kutoa support. Mashine ziko nyingi ambazo zinaweza zikatumika kuosha na kadhalika. Tatizo lingine Mheshimiwa Rais ambalo nafikiri linasababisha pia utoroshwaji. Kwenye almasi pia tuna utoroshwaji wa madini haya. Mimi nakumbuka nilitumika kama coordinator kwenye kamati ambayo Mheshimiwa Nyong'o aliunda ile ya Mwanza. Tuliona kuna tatizo kubwa. Sasa kwa nini nasema hivi? Tatizo kubwa tunaliona ni kwa sababu wanunuzi wa ndani wanakuwa wanashindwa kumudu ukubwa wa ada za leseni. Mheshimiwa Rais, dealer license ya Diamond inataka uwe na dola 2,200 kama milioni 5 na kidogo. Sasa sisi tuko naomba kwa wazawa angalau iwe ni shilingi milioni 1 shilingi. Halafu hao wageni wengine hata ikiwekwa dola 5,000 sio mbaya, lakini sisi kama wazawa ambao kimsingi ndo tunachimba na tunanunua, ili kusudi sisi bei yetu ya leseni ipunguzwe. Ishu nyingine Mheshimiwa Rais, kutokana na tatizo hilo la wingi sasa au taarifa za mashapo, tulikuwa tunaomba kuna marudio, kuna tailings za zamani sana alichimba marehemu Williamson za miaka mingi sana ziko pale, ni waste products, lakini kuna vialmasi vidogo vidogo kama almaarufu sugar diamonds. Tulikuwa tunaomba sana Mheshimiwa Rais, kama inawezekana utengeneze mpango mzuri ili kusudi yale marudio wachimbaji wadogo wanaozunguka ambao kimsingi pamekuwa na fatal accidents, kuna watu wengine wanaingia kule wanapigwa wanakufa. Tunaomba sana kama inawezekana hili tatizo tuone. Inawezekana ikawa ni ngumu kwa aina moja nyingine, lakini inawezekana kwa sababu sisi Tanzania tuna hisa pale kwenye uwekezaji wa mgodi ule. Swala lingine la mwisho tulikuwa tunaomba sana kama inawezekana pia wanunuzi wa madini ya almasi wa maeneo haya, kwa sababu kimsingi value chain ya biashara hizi ikikaa vizuri kwenye level ya trading, basi automatically na huko chini kwenye uchimbaji na mnyororo wote utakaa vizuri, kwa sababu sasa hawa watu wanunuzi wanakoswa production nzuri. Tulikuwa tunaomba angalau hata 10% ya almasi ambazo zinazalishwa Mwadui, 10% tu ya uzalishaji uuzwe kwenye local markets ambazo ziko pale Shinyanga, lakini zimeet bei ambazo ziko Antwerp kwenye soko la dunia ambapo almasi hii huwa inapelekwa kwenda kuuzwa. Hii itasaidia Mheshimiwa Rais kuleta mzunguko wa pesa, lakini pia tunaweza kutengeneza sasa mambo mengine kama mfuko wa kuendeleza wachimbaji wadogo kutokana na wale ambao wananunua local. 90% hata ziende, lakini angalau 10% tu zitengenezwe mnada kama tunapofanya kule kwenye Tanzania. Kwa hayo machache Mheshimiwa Rais, mimi naomba niishie hapo. Asante. Labda nikuulize kidogo, soko la dunia kwa karati moja ya almasi ni kiasi gani? Kama kipisi cha karati moja kizuri kabisa ambacho hakina, yani kwenye zile 4C hakina matatizo, kinaanzia dola 500 kwenda juu. Dola 500 kwenda juu. Na pale maganzo mnauza kwa bei gani? Hapo maganzo Mheshimiwa Rais inategemea kwamba hawa wachimbaji labda wamedhaminiwa na mtu, anawapa chakula, anawalisha, anawahudumia sururu na kadhalika. Kwa hiyo wakimletea mnunuzi huyu, basi huwa inategemea sasa kwamba naye akaweka gharama zake pale, halafu haiwezi kuzidi sana dola 400 dola 500. Lakini kama almasi hiyo ikizidi uzito wa karati 2 inauzwa kuanzia dola 1,000, 1,500 na kuendelea. Hata kama ni leo Mheshimiwa ukienda utakutana na. Unafikiri serikali inapewa kiasi gani na mgodi wa Mwadui? Japo sina taarifa rasmi, lakini nina uhakika ukiangalia kwenye internet bei ambayo iko ambayo ni wanaita average price ya almasi za Mwadui iko dola 280 na kidogo.
Kwa hiyo bei ya kwenye dunia kule ni dola 500 mpaka 1000. Hata zaidi na ni zaidi. Tanzania tunapewa dola 200. Kwa Wale maganzo ninyi mnauza kwa dola 400. Hata zaidi. Wizara ya Nishati na anahusika na kuuza almasi. Asante Kaba. Asante sana. Na wewe unauzaga wapi? Hapo hapo, si ndio? Mimi nauza pale kwa madila, Wanakuja hapo wanunuzi. yes. Na una uhakika kama wanalipa kodi au nini? Wewe unauza unapata hela yako. Mimi napata hela yangu na Basi hapo sawa. na export mwenyewe pia. Tume ya Madini, mtendaji wa madini wa tume, ndio wewe au huyo? Nani anayejua bei ya tunayopewa sisi tunaposindikiza almasi yetu? Na useme ukweli, kwa sababu nitakwenda kucheki. Asante Mheshimiwa Rais. Ni kweli kwamba bei ya almasi inatofautiana sana kutegemeana na aina ya almasi yenyewe, kutokea vile vipunje vidogo kabisa mpaka mawe makubwa kabisa. Lakini kwa mfano bei ya mwezi ya wakati tuliopeleka Antwerp ilikuwa ni 250 hadi 280. Nimekuelewa. Asante. Kwa hiyo umeelewa, bei ya kule ni 500 mpaka 1000. Bei ya wachimbaji wadogo ni 400. Bei ya serikali tunayopewa ni 250 mpaka 280. Ndio nataka tujue haya ndio, hizi ndizo challenge tunatakiwa sisi wote tutatue. Madini oye! Kuibiwa safi. Haya, ninataka wa dhahabu. Asante Mheshimiwa. Wa dhahabu umetoka wengi eh? Sasa ni nani nimpe sasa? Wote moja. Hello. Kishimba nitamwambia kuhusu yeye ni mbunge. Na wabunge nitawapa nafasi. Kimkoa yote atakayezungumza Tanzania. Asante Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu yetu mpendwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Mheshimiwa Makamu wa Rais, mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mimi kwa jina naitwa Solomon Ihare, natokea Geita, mdau wa dhahabu upande wa VAT reaching system. Mheshimiwa Rais, mimi binafsi ninayo mambo mawili. La kwanza, kwa nini dhahabu zinatoroshwa? Na la pili, tufanye nini dhahabu zisitoroshwe? Mheshimiwa Rais, moja ya watu ambao mimi tunakuunga mkono pamoja na mimi, kazi unazozifanya katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mataifa yanakubali, lakini tatizo ambalo tunakumbana nalo kwenye nchi yetu, dhahabu ambayo inaibiwa ni takriban hata 95% kwenye nchi yetu. Mheshimiwa Rais, ndio tunataka. Mimi nilikuwa nimekaa kama nimeugua, nilipoona ratiba inasema tutafanya majadiliano, Mheshimiwa Rais ukiwa nje umeondoka, lakini Mungu akubariki sana uliposema tufanye majadiliano ngali ndani. Mheshimiwa, mimi ni mwinjilisti. Nilisema sitazungumza upande wa dhahabu mpaka atakapopata fursa ya kuzungumza mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu nilisema kabla sijaongea nitauliza, unaniruhusu niseme ukweli mbele yako kwa manufaa na maslahi mapana ya taifa? Na kwa kuwa umesema tuseme ukweli Mheshimiwa, ndio maana nimesimama niseme. Kama taarifa ya FEMATA inasema tuna watu takriban milioni 6 sasa wanaoshughulika na mambo ya madini. Ukiangalia upande wa dhahabu pengine wanaweza wakawa wengi. Ukichukua hata watu milioni 5 au watu milioni 1 katika upande wa dhahabu ambao wanaweza wakapata wastani wa gramu 10 kila mtu, katika watu 1000, watu milioni 1 wakapata gramu 5 tu, Mheshimiwa Rais, maana yake kwa siku tunavuna tani 5 ya dhahabu katika nchi yetu. Lakini nataka nikuhakikishie yawezekana kwenye rekodi za serikali
Hii tani 5 ni ya mwaka au miezi kadhaa. Hii ndio inatoa picha kubwa jinsi gani tunakwenda. Naposema tuchukue watu milioni 1, ninamaanisha hata Kashi au GGM apate gramu 1. Maana yake ni nini? Hata atapata gramu nyingi, amugawie mtu mwingine ili tupate wastani wa gramu 1 per day. Hii ni tani 5 katika watu milioni 1 kwa kila mmoja, kila mtamo, Mheshimiwa Rais. Hii ndio inayoniumiza sana moyo wangu. Naomba leo niseme wazi mbele zako. Najua hivi ninavyoendelea kuongea watu wanaweza kufikiri nataja mtu. Sijui anaiba, lakini nataka kuonyesha kitu fulani. Na tuna uhakika kwa sababu upo Mheshimiwa Rais, wewe ndiye baba. Wewe ni baba yangu hata kwa umri, tukiacha madaraka ulionayo. Lazima mbele yako niseme ukweli kutoka moyoni. Naomba nianze kusema Mheshimiwa Rais, katika masuala haya ya dhahabu kwenye nchi yetu, kinachofanya dhahabu iibiwe, kodi zilizoko katika nchi yetu ziko juu ya mtaji na faida yote kama utazilipa kwa haraka. Naomba nionyeshe mfano mdogo alafu nimalize nitoe mapendekezo nikae. Mheshimiwa Rais, ukishaipata dhahabu, tuachane kwanza hujapata dhahabu. Hizi gharama zingine hizi zote tuachane nazo. Tuzungumuze ninayo dhahabu mkononi, kuna kodi hizi. Ya kwanza ni service levy. Yaani maana yake nimeuza dhahabu shilingi milioni 1 kwa siku ya leo kwa mfano. Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3. Maana yake shilingi 300, shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Kodi ya pili inayofuata kutoka pale inaitwa royalty 6%. Maana yake katika ile milioni 100 atatoa milioni 6 kupeleka serikalini. Ukitoka hapo kuna kodi inafuata inaitwa inspection and clearance fee 1%, zinafika 7.3. Hii zamani kimsingi ilikuwa ni kwa ajili ya watu wanao export out of the country, kutoka kwenye nchi yetu kwenda nje. Leo hii imeletwa kwetu sisi, hii 1%. Ukitoka hapo unamalizana, hiyo yote inatoka upande wa madini, ndio upande wa TRA. Kuna 5% ambayo inaitwa withholding income tax. Hii maana yake ni kwamba wewe nikija kukuuzia Mheshimiwa Rais dhahabu ya milioni 100, tukishamaliza biashara wewe unaihold ile milioni 5 inabaki kwako, ndivyo sheria inaelekeza, anaikusanya yule mnunuzi. Halafu ukitoka hapo hizo zimeshakuwa 12 jumla 0.3, ambayo maana yake milioni 12 nimezitoa kwenye ile fedha milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni 100 kwa mwaka lazima usajiliwe VAT. Sasa dhahabu unaweza ukauza dakika 5 milioni 300. Kwa hiyo una sifa za kuingia direct kwenye VAT. VAT inatozwa 18%. Na hii VAT inamaanisha kwamba niliyekuuzia wewe Mheshimiwa Rais kwa sheria za nchi yetu uchukue milioni 18, yani dhahabu gramu 1300 kwa bei ya leo soko la dunia inasoma itakuwa shilingi milioni 100. Sheria yetu ya Tanzania inasema nikisha kuuzia wewe shilingi milioni 100 uchukue milioni 18 juu ya hiyo milioni 100 unipe mimi, ili milioni 18 nipeleke serikalini. Mheshimiwa Rais, hilo ndio sheria ya VAT. Huwezi ukadi value kwenye bodi kwa sababu bodi ni limited price, ile bei yake inapangwa kidunia. Kwa hiyo mimi ninapokuja kukuuzia, ukikataa kunipa hiyo milioni 18, naondoka kwenda kwa Mheshimiwa Makamu wa Rais kumuuzia dhahabu. Anasema mimi Solomon siwezi nikakupa dhahabu ya shilingi milioni 100, nikakupa milioni 118. Ninaondoka ninakwenda kwa Mheshimiwa Waziri, anakataa. Sasa dhahabu ile tunaipeleka wapi? Mwisho unamuuzia mtu ambaye sasa yule yeye hakubali, yani humuombi ile hela. Lakini nini kitakachotokea baba yangu siku ya mwisho? Utakapotaka kuexport lazima serikali itakutaka hizi document. Hauna. Sasa tuulizane swali. Kisheria ilikuwa kwamba ukitaka kusafirisha serikali kurudishie kwenye VAT return. Hao watu nakuta hawajarudishiwa wakati wanataka kusafirisha. Mpaka anasafirisha hajarudishiwa hela. Sasa hapa ndipo kinapotokea kizaazaa ambacho mtu mmoja anasema kikitokea huko kizaazaa watu wote ni sukuma ndani. Sasa shida inakuja vipi Mheshimiwa Rais? Shida inakuja hivi baba yangu. Haya ndio maana nilisema tumeyatoa mfano kwa siku nyingi, lakini nikasema siku nikipata fursa mbele yako nitayaweka wazi. Dhahabu kwa nchi zingine dhahabu inalindwa na mwenye dhahabu
Mimi nikishikilia dhahabu ndio ninayopaswa kuilinda. Polisi hawezi kulinda dhahabu. Nikutolea mfano aina chache za wizi, lakini sitaje bei. Ukienda kwenye mipaka yetu, mtu anaweza kaenda na cruiser, akaenda na gari kwenye spare tire, unaweza ukaweka hata kilo 200 ya dhahabu, mtu akatorosha. Mtu anaweza akabandua saiti 100, akaweka kilo 5 huko kilo 5 huko, akakuta nayo kilo 10 ya bilioni moja. Mtu anaweza akanunua cabbage mpakani, akachana, akaingiza kilo 20 kwenye cabbage. Mtu anaweza akatengeneza tikiti maji ya kawaida, akachana, akaingiza mle ndani kilo 30, akavusha. Kwa hiyo kuna mazingira mengi ambayo polisi hawezi kuyaona. Tutawalaumu bure, lakini mazingira ni magumu. Mheshimiwa Rais, nataka niwe wazi leo, ili kwa sababu watu hawataki kuwa wazi, na leo tumekupata. Hatujajua Mungu atatusaidia tena siku gani nyingine tuzungumze na wewe, ukayaone matatizo yalivyo. Na tunataka tuweke na mapendekezo, kwa sababu siwezi nikachangia hivi alafu nikose njia ya kusaidia taifa kwamba mheshimiwa tufanyeje. Lakini nimalize kwa kusema mheshimiwa, mipaka yetu hii iko, ukienda kwa mfano Kenya, ninaanga pale kuna maaskari pengine na silaha karibu. Sehemu zingine zote mipaka yetu tuna mahusiano mazuri na nchi zetu. Watu wanatoka huku, jioni asubuhi wanakwenda huku, unasaga mashine ya huku, watu wanakula huku, harusi ya huku mnakwenda. Kwa hiyo dhahabu zinaweza zikapita kwa njia yoyote ile. Wala hata vyombo vya ulinzi na usalama viko vizuri sana, lakini watu hawa hawawezi. Ninaomba niseme mheshimiwa Rais, kwa kuishi hapo mambo ni mengi, lakini watu ni wengi. Tukipata nafasi ya kuzungumza kwa utaratibu, tutasema ili kwamba kusaidia taifa. Maana kazi unazozifanya bilioni 23 unazipeleka shule za msingi, watoto wetu wanasoma na shule za sekondari. Unatengeneza ndege, unanunua ndege. Mheshimiwa Rais, lazima tukusapoti. Siyasemi haya kwa sababu tu mimi natoka chama unachotoka, simaanishi hivyo. Mimi ni Mtanzania, lazima niyazungumze haya. Mambo unayoyafanya na yasiyojua, watu wanachukia hapa. Kuna watu wanataka kuhujumu dhahabu. Haiwezekani tutoe, unaenda kwenye mkoa Mheshimiwa Rais, wanakusomea taarifa kwamba tunakusanya kilo 150. Ukiangalia ule mkoa kabisa, kilo 150 ya masaa 6 au siku moja unauma. Sivyo, serikali inatoa taarifa ambayo sio sahihi. Dhahabu zilizopo ni nyingi sana, wadau wanajua. Ndio maana uliposema tujadiliane, watu walipiga makofi baba. Watu wanajua dhahabu hizi ziko wapi, wadau wanajua hawa wadau. Lakini napenda nipendekeze Mheshimiwa Rais, mimi mapendekezo yangu yako mawili. Muda wetu ni mfupi, nimesema tupate nafasi tutazungumza. Pendekezo la kwanza ninalopendekeza, wewe zungumza tu, zungumza. Na asante Mheshimiwa Rais, mimi ninaomba niseme katika dhahabu tuliopo nayo Tanzania ilikuwa inatosha kutufikia pato la uchumi hata 50% kama itakusanywa vizuri, na zaidi ya 50%. Kwa sababu gani? Watu walio wengi leo unaweza ukakamata hapa watu. Kwa mfano jiulize, mkoa unatoa takwimu, uliza mikoa sasa hivi ya serikali wanatoa takwimu kwamba mpaka sasa tulipo mwezi huu tumekusanya labda kilo 180, lakini huu mkoa ukikamata wezi wiki siku 2 wamenunua kilo 400 au 500. Maana yake nini sasa? Mbona hii dhahabu, wenye dhahabu hawajai kuibiwa? Kwa nini serikali ndio inaibiwa peke yake? Nani mwenye dhahabu aliwahi kuleta kesi mahakamani mheshimiwa, tangu huko mbunge na waziri kwamba ameibiwa dhahabu yake? Nani anyoshe mkono? Kwa nini serikali ndio inayoibiwa? Hawa wadau wanajua kuna sumu ziko moyoni. Unamfuata afisa, unamwambia tukifanya 1 2 3, kwa sababu sisi tuko chini hatuna pa kusemea. Anakuambia uweze kuifundisha serikali kazi. Sisi tuko kwa ajili ya kutekeleza sheria. Hivi vitu vinaleta maswali. Kwa kuwa ni mkubwa, unaamua kunyamaza kimya. Hata unakuwa hauna shida ya kujua jina lake huyo afisa ni nani. Kazi ziendelee. Mimi nataka nitoe mapendekezo mbele yako. Jambo la kwanza, mimi ninaomba hawa watu Mheshimiwa Rais wako field miaka 40. Wako field kwenye dhahabu miaka 30. Hawa wadau tangu miaka ya 70 kuna watu baba wangu wako huko miaka 70. Leo afisa wa madini hawezi kukuchunga dhahabu ulionayo. Afisa wa madini kasoma miaka 5, field miaka 3 au wiki 3 au miezi 3. Hawezi kukuchunga uliyekaa field miaka 40 30. Dhahabu zitakwenda mpaka tutaraumu watu. Hawa watumishi wetu wako vizuri pamoja na maskari. Ushauri wangu, tafuta, najua umeajiri watu wengi sana na vyombo na watu sura zinaonekana nyingi. Weka hata kama watu 4 tu, lakini watoke kwa hawa wadau, watu waeleze kinachofanyika pale wizarani. Watu hawa wawe na kazi mbili tu baba yangu. Kazi ya kwanza, watashughulika kushauri namna bora ya ukusanyaji wa mapato ya kodi. Jambo
pili, hapo sijakupata vizuri Solomon. Namba unasema ni ajiri miongoni mwa wadau wa yes, kwa mfano kama wewe Mihayo ni kuajiri leo na mwingine na mambo yataenda. Mheshimiwa Rais, ninachomaanisha itakapokupendeza, lakini ninachomaanisha ni kwamba hilo twende hapo kwa sababu mimi kukuajiri wewe na kuajiri leo hii. Asante Mheshimiwa Rais, itakuwa vyema. Asante Mheshimiwa Rais. Ninachomaanisha kwa mfano sasa, baba nikupe mfano katika hilo. Kwa nini nasema watu watoke huko hata wachache? Mimi nilikuwa mjumbe katika ile kamati iliyoelekeza Kayumba Mheshimiwa Nyong'o pale Mwanza. Wakati tuko kwenye ile kamati, nilienda kuuliza watu kwa mnatoroshaje pale airport. Watu sababu mimi si mdau, nataka kwenda kuongea kwenye kamati. Wakasema hivi, pale kwenye pale airport pale, zile mashine zilizoko pale airport tunayasema haya hadharani kwa sababu hata siku ile tuliyasema na mbele yako zile karatasi tulizoziweka sitazitaja. Lakini nikaambiwa hivi, pale airport ukienda na karatasi za namna hii ambazo unaweza ukanunua hata shilingi 5,000, ukizifunga kwenye madini, mkazafunga madini ndani, ukienda pale unapita hata kwenye begi bila mtu yeyote kujua. Nilichokifanya nikaondoka direct kwenda kwenye ile kamati kutoa hayo mawazo, kwa sababu tulikuwa na kamati ya ulinzi na usalama, vyombo walikuwa makini sana watu wale. Na hii ndio maana tunaipongeza sana vyombo vya ulinzi na usalama vya nchi yetu, vipo vizuri sana. Nilipofikisha taarifa ile chini ya mwenyekiti wetu John Bina, moja kwa moja kamati ikasema twende airport tukaimprove, tukanunua ile karatasi. Mheshimiwa Rais, karatasi ya 3,000 unaweza ukafungia hata dhahabu ya bilioni 20. Tulienda na ile karatasi na madini ya almasi, tukaenda na ile karatasi na madini ya dhahabu pale airport ya Mwanza. Tulipofika ni sehemu moja tu validate kwamba kuna madini mle, sehemu zingine tulipita na ile madini kwa sababu tulikuwa tumetoa taarifa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama vile tulivyonavyo kwenye kamati, lakini pia kwa wale wa mamlaka ya airport pale, ndio watu wakagundua, na ndio maana hatua zilichukuliwa aidha kwa haraka sana kutengeneza zile mashine. Hayo tumeyapata sisi wadau kutoka huku chini. Yako mambo mengi ambayo hata kwa sasa tuwezi kuyasema hapa. Mheshimiwa Rais, hilo ni pendekezo langu la kwanza, kwamba lazima umeajiri hawa kwa sababu ya qualification ya taaluma, pata sasa ya qualification ya field. Watu hawa ambao wako kwenye dhahabu waeleze kwa uchungu hii dhahabu inapoenda. Haiwezekani Tanzania izidiwe dhahabu na nchi zingine, na wakati Tanzania hawa ndio wanaosafirisha sisi kwenda kwenye zile nchi. Kuna vitu vya ajabu Mheshimiwa Rais. Angalia juzi serikali imetoa tamko baba, na hii ndio maana tunasema umefanya vizuri sisi tuzungumze. Serikali yetu imetoa tamko kwamba hakuna carbon kuchomwa mkoa tofauti na mule zinapotokea. Hasara iliyoingia hapa ni nini? Hasara iliyoingia ni kwamba tulikuwa tunapata dhahabu ya kutoka nje. Wakongo walikuwa wanaleta illusion za hapa, Kenya wanaleta illusion za hapa Tanzania, huku watu huku na nchi zingine za jirani. Ilipotamkwa hii kwamba hakuna mkoa mwingine kwenda kwenye mkoa mwingine, waliokuwa wanavusha pale Musoma kuleta Mwanza wote walifika. Hakuna Mkenya anayeleta sasa dhahabu. Wale carbon walikuwa wanakuja wanaleta, wakisha leta anaweza katoa dhahabu hata bilioni 1. Akitoa bilioni 1, royalty ile 7% milioni 70 analipa. Dhahabu inasajiliwa imetoka Tanzania, inaondoka inakwenda. Ile yote tulikata. Sisi tulisema hiyo ni sawa kwa sababu serikali imefanya hivyo, na serikali pengine imechunguza hivyo, imeliona vizuri. Na sasa hivi tumesharudi kwenye mtandao kwenye mikoa yetu, mambo yanaendelea vizuri. Kamati za ulinzi na za usalama na mkoa ziko vizuri, hakuna wizi. Sasa hili ndio pendekezo langu la kwanza. Pata watu kama alivyofanya ulivyomwelekeza Mheshimiwa Stanislaus Nyong'o, tukatoka kwenye sekta vitengo tofauti, wale wa kwenye madini tukaja. La pili, naomba kodi hizi mbili Mheshimiwa utamke kuziondoa kama itakupendeza, VAT na withholding tax. Kodi zingine zote hizi watu wanaweza wanaweza wakaendelea. Kwa sababu gani? VAT hata kama benki kuu itanunua, na kuambia ukweli kutoka moyoni, kama itanunua na VAT haitafaulu. Yaani leo hii kuuzia dhahabu ya milioni 100, alafu nikwambia nipe milioni 18 tu, yeye ataenda kuuza wapi? Otherwise arudishiwa kabla ya export nje kwa baba yangu. Kwa hiyo haya ni mambo yaliyopo na tunayo mengi ya kusema. Acha tu baba niachie watu wengine, lakini nakuamini wewe kuna kitu ambacho utafanya kutokea mkutano huu. Mungu akubariki sana. Mimi ni mwinjilisti. Asante sana. Asante sana ndugu Mihayo.
nisikie mwingine wa dhahabu, mwanamama pale. Jamani, au nawaibia muda? Asante Mheshimiwa Rais John Pombe Joseph Magufuli. Mheshimiwa, samahani, mimi nataka nirudi kwenye ukuta ule geti la Magufuli la Manyara. Kuna geti la Magufuli liko pale. Samahani Mheshimiwa, siko kwenye dhahabu. Mimi naitwa Fatuma Kikuyu, ni mjumbe wa Marema tawi Mirerani. Mheshimiwa Rais, kwanza tunakushukuru sana kwa kutujengea ukuta, kwa kuipa Tanzanite heshima. Umetupa heshima kubwa sana kutujengea ukuta. Tanzanite imeonekana ni kitu ambacho ni adimu katika Tanzania. Umeipa Tanzanite heshima kwa kuita Salenda Bridge, Tanzanite Bridge. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kitu nilichokuwa nataka kuambia Rais ni kwamba tulikuwa tunakuomba Mheshimiwa Rais, uchimbaji wetu sisi tangu zamani, miaka 40, 50 iliyopita huko nyuma, tunajua tunapochimba wenyewe Mheshimiwa Rais, kwa sababu sasa tangu mwaka ukuta kwanza mapato yameongezeka, lakini vijana walioko migodini ni wachache, walio nje ya ukuta ni wengi. Jinsi ya kuingia ndani ya ule ukuta Mheshimiwa Rais ni ngumu, hawawezi bila kuwa na mikataba ya mishahara. Na kweli Mheshimiwa Rais, sikufichi na kueleza babu zetu tunachimba Mheshimiwa Rais. Kama sasa hivi mapato yameongezeka, je, ungetuachia ile geti yetu ya Magufuli pale wazi, vijana waingie wafanye kazi? Si mapato yangeongezeka zaidi Mheshimiwa Rais? Angalia sasa hivi vijana wanajitahidi kuruka ukuta ili waingie ndani kwenda kufanya kazi. Juzi RMO wetu wa Arusha ametuweka kikao na kusema kijana yeyote atakayeshikwa anaruka ukuta atakuwa adhabu kubwa sana. Wanajeshi wenyewe, makamanda pale wamesema wakimkamata kijana anaruka ukuta watamwadhibu vibaya sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, wanajaribu kuruka ukuta ili wakafanye kazi. Na hii kazi yetu ya uchimbaji wa Tanzanite Mheshimiwa Rais sio kama dhahabu. Yaani kwenda chini ni kama nguzo 6 za umeme. Kwa hiyo inataka vijana wengi wa kufanya kazi, sio wachache. Mheshimiwa Rais, naomba tuachie vijana waingie kufanya kazi Mheshimiwa Rais. Sisi wenyewe ni walinzi wa serikali, yani kama kodi tunalipa sasa hivi, tumeshapata mafunzo, tulikuwa hatuna mafunzo Rais. Tunakupenda sana Mheshimiwa Magufuli na geti linaitwa geti la Magufuli. Tuachie vijana waingie wafanye kazi Mheshimiwa. Tunaomba tuondolee masharti pale getini kwa sababu mimi ni mchimbaji na mimi pia kwa kweli Mheshimiwa Rais, mimi sina uwezo wa kulipa mshahara. Tunaomba ruzuku. Sasa Mheshimiwa Rais, unaiomba serikali ruzuku, alafu hiyo ruzuku ukalipe mishahara au ununue vitendea kazi. Tusaidie Mheshimiwa Rais. Kwa kweli tunaomba, hatuwezi kulipa mishahara, vijana wetu wamezoea. Sasa Mheshimiwa Rais, juzi tulipita katika migodi yote sisi Marema, tukapita kila mgodi, tumetumwa na RMO wetu wa Arusha wa Mirerani kila mgodi kutafuta maoni kwamba je, vijana wachimbaji mnataka mishahara au mnataka 10%? Mheshimiwa, nadhani hilo daftari likitaenda kwa Rais, litaenda kwa waziri, litakuja kwako, utaona migodi yote hakuna anayetaka mshahara. Anasema hivi, kweli mimi nitoke Mwanza nije nikalipo 200,000, ni lini mimi nitafungua biashara? Ni lini mimi nitapata gari nzuri, nyumba nzuri? Ni lini nitapata hata cruiser? Ni lini nitapata Prado kwa 200,000? Mimi siwezi. Afadhali nikaajiriwa huko hata na huko na mengi na nani kuliko ile kazi ni ngumu. Mheshimiwa Rais, ile kazi inataka vijana. Inataka vijana sana, wengi wako nje ya ukuta wa Magufuli. Mheshimiwa, vijana wako wataruka ukuta, wakiingia ndani kwenda kufanya kazi watapigwa risasi na wanajeshi wako pale, kwa sababu ni marufuku kuruka ukuta kutoka nje au kuingia ndani, na vijana wanajitahidi kuruka kuingia ndani wakafanye kazi. Mheshimiwa, wache vijana wafanye kazi, utuache katika kama tulivyozoea zamani. Miaka 40, 50 mpaka 60 tumetekea hapo Mheshimiwa Rais. Asante Mheshimiwa Rais. Magufuli oye! Sisi oye! Haya, asante sana Mheshimiwa.
heshima. Si ndio mmemchagua kuwakilisha wabunge? Haya. Siwezi nikamaliza wote. Badala ya kodi za Watanzania. Haya lazima yazungumzwe. Kamishna wa TRA yuko hapa. Kwa nini makamishna wa madini walioko mikoani wanalipwa mshahara na sheria? Na wamelipa, wamesoma jioloji vizuri, wanajua miamba yote. Kwa nini madini yanakomeshwa, yanatoroshwa kwenye maeneo yao na wao wako na mishahara hawajapata kupokea hata mwezi mmoja? Haya ndio tunataka tuyajibu leo. Je, wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya wanasimamiaje maeneo yao kuhusu ukusanyaji wa kodi ya dhahabu? Je, tume ya madini inafanya nini katika kucontrol biashara hii? Kwa nini madini ya tini yaliyoko kule Kyerwa yanachimbwa lakini hayauzwi, yanatoroshwa kwa